Naam, karibu mtazamaji katika habari zetu za sasa, na kama unavyoona kwenye screen, Rais Mama Samia Suluhu anaendelea kujikuna kichwa kwa maana maandamano ambayo imepangwa tarehe 29 mwezi huu, ambayo imeweza kuwa ahadia, inaendelea kupata maarufu na watu wengi wanaendelea kusema ama kuhimizana kuwa waje kwa wingi washirikiane katika maandamano haya. Na kama unavyoona ama kama ulivyoona kutangia mwanzoni mwa hii video, ni jeshi la Tanzania limeamua pia watashirikiana na wananchi katika kuandamana ili kulikomboa nchi. Kumbuka mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais Mama Samia Suluhu, leo alikuwa uwanja wa ndege wa Mwanza kufunga kampeni zake ambazo amekuwa akizifanya kwa muda wa miezi kadhaa, na tunajua kuwa uchaguzi umeweza kufika na ameweka kikomo katika kampeni zake, lakini ni tishio kubwa kwake na Chama cha Mapinduzi kwa maana maandamano haya yamepangwa kufanyika siku hiyo, na wanajeshi wameamua watashirikiana na wananchi katika kuandamana. Tungependa kusikia kutoka kwako kuhusu maandamano haya ambayo yamepangwa, na tunaona tu ni muda ama saa kadhaa na utakuwa umewadia tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Jua vyema kuwa wanaharakati, wananchi, viongozi wa upinzani, pia viongozi wa dini mbalimbali, sana ama askofu wamesema watakuwa mstari wa mbele kuandamana ama kuongoza haya maandamano, ambapo pia kuna wananchi wengine ambao wanaogopa kwa kuwa serikali ya Tanzania iliweza kusema kuwa hiyo siku ni tarehe ya kupiga kura na hakutakuwa na maandamano. Kumbuka pia kuna kundi lingine la jeshi ambalo liliweza kutia wasiwasi kwa wananchi na kuambia kuwa siku hiyo waandamane kupiga kura na wasije kuandamana ama kuzua vurugu. Lakini pia kuna kundi kama ulivyoona tangia mwanzoni mwa hii video, waliosema kuwa watashirikiana na wananchi katika kuandamana katika kulikomboa nchi, kuifanya utekaji nyara uweze kupungua, ufisadi uweze kupungua, kuwashika ovyo viongozi wa upinzani uweze kuisha, na pia kuwakamata wale wanaopinga serikali uweze kuisha. Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako hapo chini. Hebu tusikie kama huyu alivyosema, nikimnukuu: ukiuliza mtu yeyote, kila mmoja anajua tarehe 29 Oktoba ni siku ya maandamano nchini Tanzania. Ndivyo ambavyo Samia Suluhu amepoteza vita ya taarifa vibaya. Huenda sasa ni jeshi tu ndilo litakalompigia kura, na kumbuka hili jeshi litakalompigia kura ni wale ambao hawatashirikiana na wananchi katika kuandamana. Kumbuka kuna kundi la jeshi ambalo limesema litashirikiana na wananchi katika kuandamana, watapea wananchi usalama wa kutosha. Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako kuhusiana na hii video. Pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe.